Eric Lumbasi anaripoti kwamba baraza la makanisa nchini NCCK tawi la Magharibi lataka serikali za kaunti na serikali ya kitaifa kuwajibikia sekta mbalimbali, hasa baada ya kutoa ahadi nyingi wakati wa kampeni. Kulingana na mwenyekiti wa baraza la NCCK tawi la Magharibi Seth Agala, idara za afya, elimu na uchukuzi zinastahili kuangaziwa kwa kina, akisema wananchi wanategemea serikali kufanikisha shughuli nyingi. Utekelezaji wa kazi wa serikali ya juu pamoja na serikali zetu za kaunti, tumeona kuna changamoto fulani ambazo tunapitia na wananchi wetu wanapitia kuhusu idara ya afya, kuhusu idara ya elimu. Afya tumesema kwamba kuna changamoto kati ya madawa ambayo yanatakana wawe kwa hospitali hayako. Kuna wale ambao wanatakana waende katika hospitali za juu, kuna changamoto hapo tena. Kuna ukosefu wa wafanyikazi katika idara zetu ama hospitali zetu na mambo kama hayo. Katika elimu tumesema kwamba tuko na changamoto katika capitation ambayo serikali inapeana ni kidogo, na saa nyingine huwa wanapeana kwa kuchelewa, alafu shule zetu ziko na madeni kubwa kutokana na jambo hilo. Tunauliza serikali iwe inaleta pesa kwa wakati ambao inafaa na iangalie uwezekano wa kuongeza hizo pesa, kwa sababu ni kidogo kulingana na ile kazi ambayo inatakana kufanya. Naye mwenyekiti wa NCCK katika kaunti ya Kakamega Eli Onyango amesikitikia hatua ya viongozi kuwatumia wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa na hafla za mazishi, akisema wanastahili kuwajibika na kusitisha mwelekeo huo. Kwamba sisi kama viongozi wa makanisa hatujafurahia hii jambo la wahuni kutumika kwa mikutano, kwa sababu kwa hiyo mikutano kwa matanga tunakuwa na wamama wazee, tunakuwa na watoto wadogo, vijana, tunakuwa hata na wale ambao wanaishi na ulemavu. Sasa wahuni wakileta furuku na kupika watu, wanaumiza watu, kwa sababu huyu politician anataka apokee sifa, na hiyo si mzuri. Kina mama na vijana nao wameitaka serikali kuweka mikakati ya kuhakikisha masuala yao yanaangaziwa kikamilifu. Na kama mama wa hii region, naomba kwamba utendakazi wetu usiingiliwe na viongozi wa wanasiasa, sababu wakati Mswahili alisema kwamba fahari wawili wakimenyana ziumiazo ni nyazi, na nyazi ni wamama, vijana na wale watu ambao wanaishi na ulemavu. Swala langu nyeti siku ya leo ni kwa sababu ya mfumo ambao ni elimu ambao ni CBE, na nasikitishwa sana kujua kwamba watoto wetu ambao tumewazaa wanatumika kama practical tools kwa huu mfumo. Huu mfumo ni mzuri, lakini haukupewa muda wa kufanyiwa marekebisho ndio iletwe mashuleni mwetu. Eric Lumbasi, West TV, kaunti ya Bungoma.